hili tumelitoa kwa sababu za msingi za kiusalama, for security reasons, ambapo kutokana na viashiria, dalili na uthibitisho tulio nao mpaka pale tutakapoona hali imekuwa salama, basi tutaruhusu, kwa sababu shughuli nyingine za kiuchumi lazima ziendelee, na shughuli mbalimbali za kijamii na zile zilizo kwa mujibu wa sheria lazima ziendelee. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho kiko na security tension, lazima tuweke nguvu kubwa katika kuhakikisha tunalinda raia na mali zao, lakini pia nchi kwa ujumla. Kwa hiyo kipindi hiki tu tutakapojiridhisha kwamba hakuna tena matishio kwa vithibitisho ambavyo tunavyo, tutaendelea na utaratibu wa kawaida. Wote mnakumbuka vizuri historia mbaya tulioipitia hivi karibuni. Mamia wa Tanzania walipata madhila mbalimbali. Uhalifu mkubwa ulifanyika, uharibifu wa miundombinu ya serikali yenye thamani ya matrilioni, lakini pia biashara za wananchi, na watu walishindwa kwenda katika majukumu yao kwa sababu ya matishio hayo ya kiusalama. Moja ya lawama nyingi mtakumbuka pia zilipelekwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kwamba kwa nini havikichukua hatua mapema. Sasa viashiria hivyo kwa kweli kwa kipindi hiki tumeona tusidharau taarifa yoyote, na hasa kwa hizi ambazo tumeshaendelea kuzipata, na hivyo sasa tumeona kwamba ni vizuri kabisa kuchukua hatua za mapema kuepuka machafuko wala athari yoyote ya kibinadamu na athari za kiuchumi, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama na shughuli zote zilizopangwa au zilizopo zinaendelea.